Ndugu mtazamaji, karibu tuzungumze hapa tukiwa katika studio za Luhanzo Pro, na tuko na mchungaji hapa ambaye atatuambia amekuja kurekodi na kwaya yake na mambo mangapi ambayo anatarajia yatokee kwenye kwaya yake ambayo ameleta hapa studio za Luhanzo Pro. Bwana asifiwe mchungaji. Amina, habari ya uzima. Nzuri. Ndio. Hebu niambie jina lako nani? Amina, Mungu akubariki sana. Kwa jina naitwa mchungaji Pasco Abdul Mali. Tupo pale Bunjuei. Sehemu moja naita Kisenzeresi. Kisenzeresi. Yes. Unapozungumzia Kisenzeresi mtu anaelewa ni wapi? Wasaidie watazamaji wetu. Okay, Kisenzeresi pale Bunjuei unaingia kwa ndani. Kuna sehemu, kuna mtambo unaitwa Kisenzeresi, ndio tupo pale tunamtumikia Mungu pale. Huduma zenu zikoje kwa wiki? Huduma za wiki, siku ya katikati huwa tuna huduma ya Jumatano Bible study, na Alhamisi huwa ni siku ya kuonana na mtu mmoja kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 10. Na siku ya Ijumaa tuna ibada kubwa sana ya maombi na maombezi kuanzia saa 10 jioni mpaka mida ya saa 12. Na siku ya Jumapili vile tuna ibada kubwa sana, ibada kuanzia saa 3 mpaka mida ya saa 7. Tumeona hapa umeleta kwaya yako kurekodi katika studio za Luhanzo Pro. Ulifanikishaje mpaka ukapata hii kwaya mpaka ufanikiwa kufikia kiwango hiki? Kwa kweli tunamtukuza Mungu, ni mwema. Tumekuja na kwaya kama unavyoona hapo. Lengo, tunahitaji kazi ya Mungu, watu wa injili ya Kristo iwafikie. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ni mwema hata kwa hatua ambayo aliyotufikisha. So mara ya kwanza, bali sasa hivi tunaelekea sasa, tunataka kusenda kwenye aroba. Mlengo, tunahitaji watu wamjue Mungu kwa njia ya uimbaji. Ndio maana nimekuja na kwaya hapa, nimewasindikiza ili kikubwa tukizidi kuifanya kazi ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, waimbaji ni wale pale. Kamera ya kuonyesha kidogo, wale pale. Waimbaji wetu ni wale pale, wamekaa pale, wanakula kidogo upepo ili baadaye wataingia tena kuendelea kurekodi. Ndugu mchungaji, mimi nakupongeza sana kwa huduma hii nzuri. Hebu niambie changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye kutunza na kukaa na hawa wanakwaya? Changamoto zipo, na changamoto kwa sababu ukiangalia huduma ya uimbaji ni huduma ambayo hata shetani ndio aliyokuaga nayo. Kwa hiyo anapoona watu wanamtumikia Mungu katika roho na kweli, vita na vikwazo vya aina mbalimbali anakuwa anavileta kwa ajili ya kusababisha watu wasisonge mbele. Lakini tunamtukuza Mungu, ni mwema, kwa sababu msingi wetu ni maombi na kumtazama Kristo. Ndio maana mpaka hapa tulipofikia bado tunasonga mbele na kwaya kama ulivyoiona pale. Kwa hiyo changamoto adui anakuwa anazileta, lakini hakuna aliye juu yetu, Mungu akiwa upande wetu. Amen. Hebu ambie watazamaji wetu sasa watarajie nini baada ya kwaya yako kukamilisha kurekodi? Watazamaji watarajie nini? Amina. Niseme kikubwa kabisa, tuna maono makubwa ya kuifanya kazi yake Mungu, na tuseme watazamaji wote ambao mnaotusikia popote pale ulipo, kutazamia mambo makubwa, na sio muda mrefu tunaenda kwenye kutoa video, muda sio mrefu, kwa kutazamia mambo makubwa, kwa sababu tuna maono makubwa ya kuipeleka injili ya Kristo mataifa ya aina mbalimbali, waisikie kweli ya Kristo kwa njia ya uimbaji na kwa mengineyo. Amen. Ndugu mtazamaji, kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 14, pale Yesu alizungumza na wanafunzi wake walipokuwa kila chakula, akawakuta nabishana hivi. Yesu akawaambia, mpenzi mtazamaji, karibu tena tuzungumze na waimbaji hawa wa kwaya na Nathanaeli kwaya. Tumezungumza na mchungaji tayari, ametuambia malengo na mipango mizuri sana ya kwaya ya kwake. Hapa sasa niko na mwalimu, bahati nzuri mwalimu ndio ubavu wa mchungaji. Amen. Amina. Hebu niambie jina lako nani mwalimu? Kwa majina yangu naitwa Beatrice Andrea Lazaro. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Amina. Amen. Niambie kwanza, kabla ya kuokoka ilikuwaje?
kabla ya kuokoka, mimi namshukuru Mungu, nimeokoka bado ni binti mdogo sana. Kwa hiyo hata dunia sijakula sana. Hujala dunia. Sijala dunia sana. Mungu ndugu mtazamaji, anasema dunia hajala. Na sisi tunatamani ayo dunia katika mazingira yake Mungu. Amen. Unabati sana. Dunia ni mbaya hii. Kweli kabisa. Kuna kipindi nazungumza nacho kinasema mwisho wa mambo yote umekaribia. Iweni na akili. Sawa. Kwa hiyo akili ambayo nayo hiyo, baki nayo hiyo ya kukaa kanisani pamoja na baba mchungaji. Amen. Sawa mwalimu. Hebu niambie uko studio hapa katika studio za Ruhanzo Pro. Studio nzuri kabisa ambapo hapa mtatoa kanda yenu itakuwa nzuri kabisa. Niambie malengo ya hizi nyimbo. Ni malengo gani? Malengo ya hizi nyimbo, tunataka watu wamjue Mungu kupitia hizi nyimbo. Watu waache dhambi, watu waache uovu, wamgeukie Mungu. Hilo ndio lengo letu hasa. Watu waache uovu, wamgeukie Mungu. Na kama tunavyojua nyakati tulizonazo hizi ni nyakati za mwisho. Tunatia bidii sana kuwahamasisha watu kuacha uovu kupitia nyimbo, ili hata Yesu kitokea amerudi leo au kesho, wote twende mbinguni. Ndio lengo letu sasa. Nani mtunza nyimbo hizi? Ni mimi mwenyewe. Hapo sasa nataka kujua kama ni wewe mwenyewe, unafanikishaje kupata nyimbo mfululizo? Leo nyimbo hii, kesho nyimbo hii, kesho nyimbo hii, kuna harusi nyimbo, kuna faraja nyimbo, kuna mahubiri nyimbo, unapataje nyimbo hizo? Amina, mimi huwa namtanguliza Roho Mtakatifu sana. Amen. Mfano kama kwaya wakiniambia Bwana tunahitaji wimbo, huwa nakaa chini naomba, namwambia Mungu. Maana kuna wanakwaya wengine hawakupi kwamba tuandalie ujumbe huu. Wanakuambia ujumbe wowote. Kwa hiyo mimi huwa natuliza akili na muomba Mungu. Kwa Mungu namshukuru, huwa ananipa ujumbe ambao umesema kwamba nyimbo hizo unatunga wewe. Na Roho Mtakatifu anazungumza na wewe na unazungumza naye. Maana mnazungumza pamoja na Roho Mtakatifu. Hebu niambie, zungumza sasa na walimu wengine. Wapo walimu ambao wanadokoa nyimbo za watu. Hawakai wakatulia, wakazungumza Roho Mtakatifu, wakasoma neno, wakapata nyimbo. Hebu zungumza nao hawa walimu wa design hii. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwajulisha walimu wenzangu ambao wamejaliwa kalama kama hii ambao nimepewa mimi, kujitahidi sana kumhusisha Roho Mtakatifu katika utunzi. Usipomhusisha Roho Mtakatifu unaweza kujikuta umefanya kitu kwa akili yako, au usipomhusisha Roho Mtakatifu unaweza kujikuta akili yako inafika mwisho, unaanza tena kuangalia kwamba kwa ile waliimba, au kama umetoka huko mkoani unaanza kukumbuka nyimbo ambazo mlikuwa mnaimbaga huko mkoani, unaanza kuwafundisha watu. Lakini kama unamhusisha Roho Mtakatifu, yani Roho Mtakatifu huwaga haishiwi hata siku moja. Ukimtanguliza Roho Mtakatifu, yani ujumbe unapata yani bila kukaukiwa kabisa. Ni wasihi kabisa watunzi wenzangu wamtangulize Roho Mtakatifu katika utunzi wao, watamuona Mungu sana akiwapa jumbe nzuri sana. Amina. Roho Mtakatifu haishiwi. Ndugu mtazamaji, shika neno hilo. Roho Mtakatifu hawezi kuishiwa. Kwa hiyo karibu na wakati wote uwe na Roho Mtakatifu ili akusaidie kutunga nyimbo. Ewe mwalimu, kwa makini. Ndugu mwalimu, hebu niambie, kuna changamoto gani tunazo kwenye kufundisha? Changamoto. Changamoto zipo kwa sababu mfano kama mimi bado ni binti mdogo, sio mkubwa sana. Wakati mwingine unakutana na mwanafunzi ambaye unamfundisha kidogo, umri ni mkubwa. Kwa hiyo unapokuwa unamuelekeza, unamwambia fanya hivi, lakini akamwambia bwana we tufanye hivi. Kwa hiyo unakuta napata changamoto sana. Wakati mwingine unakuta anaimba kile kitu ambacho mimi sikutaka fanyeje, akiimba kutokana na umri wake mkubwa na mimi ni mdogo. Nikimwelekeza kama haelekei, anaona kama vile namuonea. Kwao unakuta anaweza kwenda kutoa nyimbo, anatoa kwa yeye ambavyo anataka, sio kwa mimi ambavyo nilivyofanyeje, nilivyokuwa nataka. Changamoto ni kama hizo ambazo. Unajikwamuaje kwenye changamoto hizo? Umeshakutana na hiyo changamoto sasa hapo kwenye kufundisha, mtu anashabishana, hasa unafanyaje ili kuwa na amani? Yani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwangu mimi ndio kila kitu. Roho Mtakatifu kwangu ndio kila kitu. Yani ukiwa na Roho Mtakatifu, Bwana anakupa hekima namna ya kuendana na watu. Amen. Ndugu mtazamaji, muda umekwenda sana. Sasa tuzungumze neno la mwisho. Nisaidie, wimbo gani ambao katika utunzi wako kwenye album ambayo inakuja unaupenda? Imba kidogo tu, usije ukamaliza amina. Ukamwaga mchele kwenye kuku wengi.
Amina. Naupenda wimbo unaosema habari za tajiri. Za tajiri. Tuambie tajiri anasemaje? Tajiri ana shida gani? Tajiri. Nielezee, yani niimbe. Okay. Tajiri. Amina. Tusikie tajiri anatueleza gani tajiri? Amina. Sikia habari za mtu mmoja tajiri, tajiri, alikuwa na pesa nyingi. Mtu huyo tajiri akaona Mungu wa nini sasa maishani mwake. Naam, ndugu mtazamaji, basi. Umesikia sauti hiyo mtazamaji? Sauti ya mamlaka. Amen. Sauti ya kumtukuza Mungu. Baba mchungaji, karibu. Baba mchungaji, njoo kwa hapa hivi. Upande gani unakaa? Kwa mujibu wa protocol za ndoa. Namna hii. Sawa. Ndugu mtazamaji, huyu ndio mchungaji. Na huyu ndio mama mchungaji. Sisi kama Vunja Ngome tukiungana na Luhanzo Pro tunawapongezeni sana. Amina. Sana. Na Mungu awe nanyi wakati wote. Habari za tajiri tumesikia. Tunasubiri tajiri huyo alifanyaje kwa sauti yako nzuri na sauti ya uimbaji ambao unawafundisha. Tunatarajia kwamba Luhanzo Pro atatoa kazi nzuri ambayo itatikisa dunia ndani na nje ya nchi kupitia ile Marko sura ya 16 mstari wa 14. Pale Yesu anapoambia wanafunzi, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Nasi tunawatakia huduma njema. Amen. Mungu akubariki sana. Amen.